Kutoka katika ofisi za Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam siku hii ya leo, kamanda wa kanda hii maalum amezungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika mkoa wake huu wa Dar es Salaam. Na sasa nakuletea ripoti ya makosa ambayo yamefanyika mtandaoni. Nimekuwekea katika story moja makosa matatu ambapo watuhumiwa 25 wanashikiliwa na Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa makosa mbalimbali, ikiwemo Kelvin Saulo na wenzie. Hawa wanashikiliwa kutokana na makosa ya utapeli mtandaoni, ambao huwa ndo wale wanatuma kwamba ile pesa ya kodi siituma kwa namba hii. Hawa yeye akiwa na wenzake 14 wamekamatwa. Lakini pia yuko Eunice Adolf, yeye na wenzake 4 wamekamatwa kutokana na kumiliki akaunti za TikTok na kwa kutumia akili mnemba AI wamekuwa wakidhalilisha watu kwa picha mbalimbali pamoja na video. Lakini tukio lingine ni la Barwan Amis Kateme ambaye yeye anashikiliwa kutokana na kutapeli wastaafu kupitia mtandaoni. Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, yani TCRA, miezi ya hivi karibuni imefanya ufuatiliaji mkubwa mkali kwa maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya mikoa mingine ambayo ipo hapa Tanzania. Ufuatiliaji huo ulifanikisha kukamata watuhumiwa 25 ambao wamekuwa kwa pamoja wakishirikiana kufanya makosa mbalimbali ambayo yalipelekea watu kuibiwa pesa zao, lakini na makosa mengine ya udhalilishaji kufanyika kwa kupitia hii mitandao. Watuhumiwa hao kama nilivyosema wamekamatwa maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, na miongoni mwa waliokamatwa ni mtu aliyefahamika kwa jina la Kelvin Saulo, mkazi wa Ifakara, ambaye yeye kwenye kundi lake la mtawanyiko ambao nimeutaja walikuwepo watu wengine 14. Watu hawa wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali ya kwenye mtandao, lakini wakijipatia pesa kwa njia za udanganyifu katika kikundi chao, lakini pia wamekuwa wakitumia laini za simu ambazo sio zao, zenye usajili ambao sio wao, lakini pia walikuwa kwa namna moja au nyingine wakifanikiwa kuingilia na kubadili namba za utambuzi halisi wa simu, yani IMEI. Kwa kutumia mifumo hiyo wameweza kujipatia pesa mbalimbali kwa njia ya udanganyifu, na wamekuwa baadhi yao wakituma jumbe mbalimbali ambazo tumeshazitahadharisha mara kadhaa, ya tuma pesa au hela kwenye namba hii au tuma kwenye namba ile ya pesa ya kodi. Jeshi la Polisi limefanikiwa pia kumshikilia mtu aliyefahamika kwa jina la Eunice Adolf Ngagani na wenzake 4 kwa tuhuma za kumiliki akaunti za mtandao wa TikTok ambazo zimekuwa zikitumika kusambaza taarifa zenye maudhui ya udhalilishaji wa watu mbalimbali kupitia programu za akili unde, yani artificial intelligence. Watu hawa wamehojiwa kwa kina na baadhi ya vifaa wanavyovitumia vimekamatwa na hatua za kisheria zimechukuliwa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao tayari kufikishwa kwenye mahakama za kisheria za Tanzania, yani mahakama ya Kisutu. Kwenye msako huo mkali ambapo Jeshi la Polisi limejiunga na mamlaka zingine za kisheria, wamefanikiwa pia kukamatwa mtu aliyefahamika kwa jina la Barwan Amis Kateme maarufu kama jina la Majani. Huyu ni mkazi wa Kahororo, mkoa wa Kagera, ambaye amekamatwa na wenzake 4
hawa wanatuhumiwa kwa kutumia mitandao kufanya makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, yani utapeli, kwa kuwadanganya wastaafu na kuwaambia pesa kwa kujifanya kuwa baadhi yao ni wafanyakazi wa mfuko wa pensheni na kwamba wanaweza kushughulikia kupata mapunjo ambayo baadhi ya wastaafu wamekuwa wakiyaelezea. Mtuhumiwa huyu wa Kaharoro mkoani Kagera, maarufu kama Majani, amehojiwa kwa kina na mbinu ambazo amekuwa akizitumia, na yeye pia jeshi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamehakikisha anafikishwa mahakamani. Baadhi ya watuhumiwa hao wamekamatwa wakiwa na vifaa hivyo ambavyo wanavitumia katika kufanyia makosa haya ya kimtandao, yakiwemo ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, lakini kudhalilisha watu na mengine haya ya kujifanya kwamba wao ni watumishi wa mifuko hii ya pensheni. Baadhi ya vifaa ni pamoja na simu janja, lakini pia simu janja za kawaida zaidi ya 20 zenye laini tofauti tofauti na makampuni tofauti tofauti, lakini zina memory card tofauti, kompyuta pamoja na mashine ya usajili wa laini. Baadhi ya watuhumiwa hawa ambao nimewataja wamekwisha fikishwa kwenye mahakama za kisheria za Kisutu.